Mpasuko mkubwa umeweza kupatikana kwa hii serikali ya Samia. Kwa takriban ya wiki tatu, makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi hajaonekana hadharani. Hata siku ya kuzaliwa kwake muuaji mkuu Samia Suluhu Hassan, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne tarehe 27 Januari mwaka 2026, hapakukuwepo na ujumbe wowote kutoka kwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kumtakia heri njema ya kuzaliwa Samia Suluhu Hassan. Na kwa wafuatilizi wa ukurasa wa makamu kwa wafuatilizi wa ukurasa wa ofisi ya makamu wa rais Tanzania, kwa takriban ya wiki nzima, unaweza ukaniambia kwamba mtu mwenye amekuwa akichapishwa pale ni msauni wake au ukipenda principal secretary wake Dr. John Nchimbi mwenye anaitwa Muyungi. Ndiye mawasiliano yake sana yamekuwa yakichapishwa pale, wakisema amefanya hili, amefanya lile. Mfano, kama siku tatu ambazo zimeweza kupita, tuliweza kuelezwa kwamba katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi akisalimiana na mwakilishi mkazi shirika la kilimo na chakula duniani Dr. Tipo Nyabenyi walipokutana kufanya mazungumzo jijini Dar es Salaam Januari 23 mwaka 2026. Vilevile tukaja tukaelezwa kwamba katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkazi wa shirika la Good Neighbors Tanzania. Alafu tena tarehe 16 Januari mwaka 2026 tukaelezwa kwamba makamu wa rais, tukaelezwa maendeleo na michezo yamechangiwa na juhudi kubwa na viongozi wakuu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti Baraza la Mapinduzi, ambao wameweka vipaumbele katika heka hiyo. Yaani ukiona katika taarifa nyingi utapata kwamba makamu wa rais ambaye ni Dr. Emmanuel John Nchimbi hayupo kwenye shughuli nyingi za serikali. Hata kuna kipindi kimoja tuliweza kufahamishwa kwamba mnamo tarehe 27 kuelekea 27 ya kijani, Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Msauni, waziri wa nchi afisi makamu wa rais muungano wa mazingira, nitaungana na kushiriki zoezi la upandaji miti siku ya kuzaliwa kwake Samia Suluhu Hassan. Hapo utapata kwamba picha ya makamu wa rais ambaye ni Dr. John Nchimbi hayupo. Watu wanajiuliza kulikoni, nini kinapikika? Juzi kati niliweza kuwaelezea kwamba kuna mswada ambao unazidi kupikwa kwa minajili ya kuweza kumwengua makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi ambaye vilevile ni balozi kutoka kwa wadhifa ule, alafu wakuje kumpea mtu mwingine. Kama unakumbuka vizuri, juzi kati Samia yeye kama rais wa Jamhuri la Muungano wa Tanzania aliweza kufanya kikao ama aliweza kuandaa kikao cha chama
cha CCM au kipenda Chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibari, ambapo kwa kawaida huwa inatafsiriwa kwamba makamu wa rais lazima aweze kuandamana na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama kwenye shughuli hiyo pevu ya chama, lakini mtu mwenye anaitwa Emmanuel John Nchimbi hakuonekana pale. Kulikoni mpenzi mtazamaji? Tunaelewa kwamba kwenye hicho kikao cha CCM upande wa Zanzibari Nchimbi hakukuwepo, lakini katika shughuli ambayo Samia aliweza kuifanya, aliweza kumteua Paul Makonda kuelekea kwa afisi ndani ya chama cha CCM. Kumbuka kwamba Paul Makonda ni mmojawapo ya mawaziri ndani ya serikali ya Samia. Lakini naomba nikurejeshe nyuma kidogo, tukielekea mwaka 2025 uchaguzi mkuu Tanzania. Samia alikuwa amemteua Paul Makonda kama mtu ambaye watakuja kusaidiana naye, yani running mate. Kwa lugha ya Kiswahili tunaita mgombea mwenza wa kiti cha urais. Lakini pakatokea Kikwete akasema kwamba mtu ambaye angependelea akuwe mgombea mwenza wake Samia Suluhu Hassani ni John Nchimbi. Kutokea mwanzo Samia Suluhu Hassan hakukuwa anapendelea mtu mwenye anaitwa John Nchimbi. Alikuwa amempendekeza Paul Makonda ambaye hivi juzi kipindi ambapo aliweza kuongoza hafla ya chama cha CCM upande wa Zanzibari, aliweza kumpea Makonda cheo ndani ya chama cha CCM. Hata kabla hatujaweza kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29, kulikuwepo na mkakati wa kujaribu kumwingua Dr. Nchimbi asija kawa mgombea mwenza wake Samia, lakini hilo halikuweza kufua dafu, kwani jina la Nchimbi liliweza kushikiliwa. Tunaelewa Samia kaja akafanya jinsi ambavyo alifanya, akaiba kura, akajitangaza mshindi, na Balozi Emmanuel Nchimbi akatangazwa kwamba yeye ndiye makamu wa rais ambaye aliweza kupigiwa kura. Unajua, Dr. Nchimbi ni mtu mwenye amezoea sana maneno ya ubalozi, kuleta amani, kuleta usawa. Yale mambo ambayo yaliweza kutokea tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba mwaka 2025, mahala ambapo wananchi wengi waliweza kuuawa, Tanzania zaidi ya 10,000, hakikuweza kumpendeza John Nchimbi, japo alikuwa ndani ya serikali, japo aliweza kukimya, hakuweza kunena chochote. Kulingana na vyanzo vyangu vya habari vinanieleza kwamba hatua ya John Nchimbi kusalia kimya kipindi ambapo Samia alikuwa na rushwa hapa na pale, kwamba yeye ni rais batili, yeye hatambuliki, yeye si rais wa Tanzania, kuliweza kumkwaza Samia kwamba inawezekanaje makamu wake wa rais akakimya kipindi yeye anapitia wakati wa kuyumba yumba. Sasa hapa katikati pamezuka kutoelewana. Sasa haijulikani yuko wapi makamu wa rais Dr. John Nchimbi, kwa sababu kwa kawaida kwenye shughuli za serikali utapata kwamba rais anakaribishwa na makamu wa rais au rais anawakilishwa na makamu wa rais kwenye shughuli mbalimbali, lakini mara nyingi tunamuona mtu mwenye anaitwa Mwigulu Nchemba akimwakilisha Samia. Tunaona viongozi mbalimbali wakisema kwamba wanamwakilisha Samia. Kitu cha wazi ambacho unapaswa kujua mpenzi mtazamaji, kuna kutoelewana ambako kupo mpaka wanaharakati wameanza kusema kwamba kwani makamu Nchimbi yuko wapi?
maana naona hata birthday siku ya Jumanne tarehe 27 Januari mwaka 2025, yani 6 kuniradhi, amekosekana, hata salamu hakuna. Alafu mkiingia ukurasa wa makamu ni Msauni au PS Muyungi ndo amepostiwa zaidi kama 80% kuliko makamu mwenyewe. I say huko ndani hali si hali naona. Kumbuka kwamba kipindi ambapo kitu kimetokea kwenye ulingo wa siasa kiko na maana yake. Kulingana na vyanzo vyangu vya habari vinanieleza kwamba kile kikao cha CCM ambacho Samia aliweza kuongoza hivi juzi kati na akaweza kumteua Paul Makonda kuelekea kwa cheo cha CCM juu kabisa, ni njia moja ya kuweza kumuandaa Paul Makonda kuelekea kwa kiti cha juu siku za usoni, yaweze ikawa cheo cha unaibu, cheo cha makamu wa rais au waziri mkuu. Sasa kitu ambacho na kuomba ni uzidi kuganda nasi hapa, uendelee kuganda nasi ili kipindi ambapo tutakuwa tunapakia taarifa zetu unazipata kwa wakati, kwa sababu sisi tuko hapa kwa minajili ya kuweza kuhakikisha kwamba unapata taarifa za ukweli. Mimi ni Bwana Ezra, nashukuru sana kwa kuendelea kupiga subscription. Tafadhali endelea kulike video, endelea kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Mwenyezi Mungu awabariki.